Ni mwendelezo wa kampeni za mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo leo ikiwa ni siku ya pili hapa jijini Mwanza akizungumza na Watanzania kuhusiana na kunadi na kuomba kura au ridhaa kwa Watanzania, hususan wakazi ama wananchi wa jiji la Mwanza. Mambo Mwanza ni safi sana. Asanteni wana Mwanza. Ndugu zangu wana Mwanza, mengi yaliyofanyika Mwanza kwenye majimbo yetu 9 yamesemwa na wagombea ubunge. Kwanza niseme Mwanza, hongereni sana kwa kupata shilingi trilioni 5.6. Hii ni pesa kubwa sana. Ni pesa kubwa sana kwenda kwenye mkoa mmoja. Hongereni sana Mwanza. Na hii ndiyo iliyofanya maendeleo yaonekane wazi wazi. Tumekamilisha ujenzi wa barabara ya lami Buhongwa Igoma yenye urefu wa kilomita 14. Pamoja na mafanikio haya, natambua bado kuna kazi kubwa mbele yetu. Tumeshatangaza tenda ya ujenzi wa barabara ya Mwanza Buhongwa Usagara ambayo itakwenda kwa njia 4 na barabara ya mwendo kasi katikati. Najua bado kuna barabara za mitaani zinazohitaji lami na swala la fidia kwa baadhi ya wananchi wanaopisha miradi ya maendeleo. Lakini katika mawilaya mbalimbali pia kuna barabara ambazo tumeshaziweka kwenye ilani ya uchaguzi ambazo tunakwenda kuzijenga kwa kiwango cha lami. Lengo letu ni kuunganisha wilaya zote na makao makuu ya mkoa, lakini na kata na makao makuu ya wilaya zao. Hilo ndilo lengo letu. Sasa tutakwenda kadri Mungu atakavyotuwezesha, kwa sababu miradi ya barabara ni miradi ghali sana. Kilomita 1 ya barabara inatoa vituo 2 vya afya ambavyo vimeshajengwa na vifaa vyote na watumishi. Ndio kilomita 1 ya barabara. Na ndio maana kwenye barabara hakuna kasi kubwa kama ile watu wanayoitarajia. Lakini sasa mkitupa ridhaa yenu ya kuongoza nchi hii, na kipekee katika kisiwa cha Ukerewe, mbunge wake alisema hapa, tutaboresha hospitali ya Nansio na kuweka majengo ya wagonjwa wa dharura na kujenga hospitali moja kwa ajili ya huduma za kibingwa wilayani humo. Yale mambo sasa, mgonjwa akazidiwa, kivuko kimeondoka, meli imeondoka, mgonjwa hana huduma, atapata huduma zote kule kule Ukerewe, au kwa jina jingine UK. Sasa hatuwezi kuiacha UK haina huduma za maana. Katika hatua hii nizungumzie maeneo 3 mengine makubwa ya kimkakati yanayokuja kuchochea uchumi na biashara katika mkoa wa Mwanza. Eneo la kwanza ni ujenzi wa reli hii ya SGR. Tunaendelea na ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka cha kilomita 314 na thamani yake ni shilingi trilioni 3 ambacho kimefikia 63%. Mkoa wa Mwanza utakuwa na jumla stesheni 5 za abiria: Mwanza mjini, pale Fela, Mantare, Bukimbwa na Malia. Hizo ni stesheni ambazo zitakuwa na vituo vya kushusha na kupakia, lakini stesheni ambazo zitakuwa na shughuli za kiuchumi, shughuli mbalimbali za kiuchumi, malazi, kwa sababu kuna watu watatoka ndani watake kuondoka na treni asubuhi, wanataka mahoteli na nyumba za kulala, zitajengwa huko. Ni kazi yenu wana Mwanza kuchangamkia fursa hizo. Lakini maduka na mambo mengine yatatakiwa kwenye maeneo haya. Kwa upande wa serikali, tutajenga maghala ya kuhifadhia bidhaa ambazo tutataka zisafirishwe kwenda maeneo mbalimbali, aidha Dar es Salaam au nje ya nchi. Tutajenga maghala. Kwa stesheni 5 ndani ya mkoa wa Mwanza ni fursa kubwa sana ya kiuchumi, ni ajira kwa vijana wetu. Watu wa Mwanza, kaeni mkao wa kula. Kama mnavyofahamu, ujenzi wa vipande 2 kati ya Dar es Salaam na Dodoma umekamilika, na kule mambo ni safi sana. Kuna watu wanakuja Dodoma asubuhi kazini, wanarudi Dar jioni, au wanakwenda Dar kwenye vikao, wanarudi Dodoma mchana jioni.
Kwa hiyo reli hii ina manufaa makubwa sana, lakini niseme kwamba tutakapomaliza, tukiweza kuunganisha Dar es Salaam mpaka Mwanza. Mwanza sasa hivi ukitoka Mwanza kwenda Dar es Salaam unachukua masaa 18 hadi 20 kufika huko. Tutakapokamilisha reli hii ni masaa 8 mpaka 9 umetoka Dar huko Mwanza, umetoka Mwanza huko Dar es Salaam. Hii itarahisisha biashara pia. Mzigo ambao mfanya biashara alikuwa anaongojea kwa siku 2 toke Dar es Salaam upokee Mwanza, sasa siku hiyo hiyo unapakia kwenye treni ya mizigo asubuhi, mchana, alasiri, saa 10, saa 11 unapokea mzigo wako. Haya ni maendeleo makubwa ndugu zangu. Tuombeane, tuchague Chama cha Mapinduzi ili tuje tumalize hii kazi ambayo tumeianza.